Na msadata kabisa mtazamaji, bila shaka siku chache zimepita baada ya chaguzi ndogo kuandaliwa katika maeneo bunge mbalimbali humu nchini Kenya. Na kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa vijana na iwapo watashiriki katika uchaguzi wa mwaka 2027. Na kuna maswali chungu nzima ambayo yameibuka na kuhusiana na iwapo vijana watajihusisha katika kuwachagua viongozi ambao wanawafaa. Na ikumbuke kwamba ni mjadala ambao umekuwa ukiendelea katika vyombo vya habari. Hivyo basi hapa studioni ninao vijana ambao ni wanachama na wengine ni viongozi katika vyama vya kisiasa. Hivyo basi nitakuwa nawahusisha hapa studioni katika mjadala hii komavu ambayo tunang'oa nanga sasa hivi. Pia nawe mtazamaji popote pale ulipo unakaribishwa kuchangia katika mjadala huu kwa kupiga simu kwenye nambari ambayo inapatikana pale kwenye chini kwenye runinga yako, na pia unaweza ukatuma ujumbe kupitia mtandao wa WhatsApp na nitakuwa nasoma hapa studioni. Na kuna maswali chungu nzima yameibuka kuhusiana na swala hilo, lakini kwanza tu kuwatambulisha wageni ambao wako hapa studioni. Kwanza kabisa ambaye ameketi hapa karibu nami mwisho kwenye mkono wangu wa kulia anafahamika kama Joshua Kibor Sirma ambaye ni kiongozi wa vijana, na ninaye Ken Babu ambaye ni mwenyekiti wa vijana United Opposition, na upande wa mwisho ninaye Gilbert Nalu ambaye ni kiongozi wa vijana chama cha EPA, na upande wa mwisho kule nyuma ninaye Augustine Ogolla ambaye ni mtetezi wa haki za vijana maeneo ya Ndhiwa, na mwisho kabisa ninaye Murugi Gitonga ambaye ni mtetezi wa haki za vijana. Kwa hivyo nitakuwa nahusisha katika mada hii komavu. Pia nawe unakaribishwa kuchangia katika mjadala huu. Kwa mtandao wa X ni @TV47KE, mtandao wa YouTube ni @TV47 TV47 live. Hivyo basi nitakuwa nasoma ujumbe ambao utakuwa unawasili hapa kwenye studio za TV47. Lakini kwanza kabisa ningependa kumhusisha Joshua ambaye amekuwepo katika runinga tofauti tofauti kuchangia mada ya masuala ya siasa na vijana, na ningependa kusikiliza kauli yako Joshua kuhusiana na mada hii komavu. Kuna wasiwasi iwapo vijana watajihusisha watahusika katika uchaguzi wa mwaka 2027, na ningependa kwanza kusikiliza kutoka kwako Joshua, mbona vijana hawakujitokeza katika chaguzi ndogo ambazo zimefanyika hivi majuzi? Usiseme kwamba vijana hawakujitokeza. Naam. Ingawaje kwa kujitokeza kwa ile kiwango ambacho inahitajika ile ya vijana. Lakini kumaanisha walijitokeza. Shida ni hawakupiga kura ama? Walijitokeza wakapiga kura, si unaona vile mambo ilienda. Washindi waliweza kushinda, washindwa waliweza kushindwa. Na natumai kwa hakika kwamba tukiendelea kuwa na mfumo kama huu kwenda mbele hadi mwaka 2027, tutaendelea sisi kama viongozi tutaendelea kuwahimiza kwa zaidi vijana waweze kujitokeza kwa wengi, waweze kujitokeza kabisa. Tufikishe hizo numbers ambazo zinahitajika, ambazo ziko za vijana kuweza kutoa uamuzi wao kuhusu uongozi wa huu nchi vile utaenda. Kwa ukweli, kwa hakika bwana Kirobi, ni kwamba vijana ni 75% ya hii nchi. Kumaanisha sisi ndio tunafaa kudecide uongozi wa hii nchi utaenda namna gani. So uamuzi wangu ni kwamba vijana waweze kujitokeza, wale ambao hawajaweza kujiandikisha waweze kujiandikisha kupiga kura msimu huu ambapo kuna uandikishaji wa kupiga kura. Kufikia 2027 tukue tumeongeza hizo numbers na tutajitokeza kwa wingi kupiga kura kwa hakika. Na umesema vijana kwamba walijitokeza katika chaguzi ndogo, na kwa nini hawakupata viongozi vijana ambao wanaweza kusimamia maeneo bunge hayo? Unajua hii ni siasa bwana Kirobi. Siasa ni mchezo ambao uko very complicated. Na kabla hujafika ule kiwango wa mwisho wa kupiga ule mpango wa mwisho to cast the vote, kuna mchujo mingi ambao unaweza kufanyika. Kwanza kuna nominations, kuna mambo mingi ambayo unafanyika, kuna presentation of candidates. Vijana wakuweza kujitokeza wengi kujiweka kwenye ulinge wa mchuano huu. Kulikuwa na candidates ambao wengine walikuwa, ukiangalia kwanza chama cha UDA, wengi wao walikuwa vijana bado, hawakuwa wazee zaidi kama hizi chama zingine. Lakini tumeona vile kumeenda. Niko na uhakika ya kwamba kukifika mwaka 2027 tutakuwa tumepata viongozi wengine wengi kama mwenzangu hapo Ken Babu, niko sure atasimama kiti moja na vijana wataweza kumchagua. Kumaanisha ni vijana kuna vijana viongozi wa vijana ambao hawakusimama. Ken Babu, nilikuwa nasikiliza mahojiano katika mojawapo ya runinga ambayo ulikuwepo jana ama juzi.
Na ningependa pia kusikiliza kauli yako kuhusiana na kile ambacho Joshua ametaja pale kwamba vijana walijitokeza, lakini jinsi ambavyo siasa inaendeshwa taifa la Kenya haiwapi vijana nafasi. Asante sana. Kwanza hata nikubaliana na ndugu yangu hapa kwamba nitajitokeza, nitakuwa kwenye debe ili vijana wapate nafasi ya kunichagua nami pia. Tusiwe tu tunachagua wazee. Na jinsi ambavyo nilisema hapa wiki iliyopita kwamba vijana raundi hii tumekubaliana, tumeamini kwamba wazee pia tuko na wao nyuma yetu. Sasa raundi hii tuko na wazee nyuma yetu na sisi tunaongoza. Nataka niseme kwamba amesema kitu kuhusiana na mambo ya vijana kukosekana kwa debe. Nataka niseme hiyo inakuwa jukumu kubwa sana kwa political parties. Manake wakati ambapo political parties zinafanya ile kitu inaitwa nomination, mini polls, mini nominations, kupata yule candidate ambaye atapeperusha bendera ya party, kidogo vijana hawakupata nafasi ya kuwa wale candidates. But ile kitu ambayo tunaweza sema ni kwamba maji yamemwagika, lakini tunaweza panguza tupate mambo ikiwa safi. Sasa kuendelea kwa 2027 elections, ile kitu tunafaa tufanye kama political parties ni kuhakikisha kwamba vijana wapewa nafasi pale ili wapate nafasi kwa zile nominations, nao pia wakuwe kwenye debe ili tuweze kuwa na young candidates ambao wanaweza tia wale vijana wengine moyo kukuja kukast ile vote. Na cha muhimu, mimi nilikuwa pale Mbeere North wakati wa by elections, na nataka niweke wazi kwamba sisi vijana tunafaa tuchukue shughuli ya elections serious na tumakinike kabisa. Manake tumeachilia sana wazee, haswa mama wazee ndio wanajitokeza pale kuhakikisha kwamba kura imepigwa, na unajua hawa ni watu ambao kidogo wameishi 3/4 ya maisha yao. So sisi vijana tunafaa tukue serious na tutokeze pale chukue shughuli with the mind that the future belongs to us and we have to prepare for it. Finally on that issue, nataka niseme na niweke wazi, manake mimi nilikuwa kwenye ground. Kile kitu ambacho lifanyika Mbeere na kile kitu ambacho lifanyika Malava, hatuwezi sema ile ilikuwa elections. Na kama tunakubaliana ati hiyo ilikuwa elections na sisi vijana tunyamaze ati kwamba ile ndio elections, then 2027 tutakuwa na shida kubwa sana. Manake tuliona matumizi ya polisi vibaya, tuliona violence ilikuwa pale so against women, tuliona pale voter suppression through different means, tuliona voter bribery. Na hizi ni vitu ambazo tumekuwa tukisema kwamba ili tukue na uchaguzi safi, uchaguzi sawa ambaye inaweza pea wananchi kiongozi ambao wanataka, lazima tukabiliane na mambo za voter suppression through violence, lazima tukabiliane na voter bribery, na lazima tuhakikishe kwamba voting process is transparent as possible. Na hiyo ni jukumu la IBC. Nataka niambie IBC pia wachukue ushukani, wachunguze zile by elections ambazo zilifanyika, wachunguze zile makesi ambazo different parties wanaleta, na wakae chini waangalie kweli hii ilifanyika na how can we sort out this issue, because 2027 tusipo deal na hizo vitu mambo sahihi, hii vitu tuliona kwa by elections tunaweza kuwa na shida kubwa pale 2027. Naam. Hapo awali Babu